Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameahidi kurekebisha uchumi wa Iran unaosuasua, akisema serikali yake iko tayari kuwasikiliza watu wake baada ya wiki mbili za maandamano yanayozidi kuwa na vurugu nchini kote. Pezeshkian alichukua mbinu ya upatanishi wakati wa mahojiano kwenye televisheni ya serikali siku ya Jumapili, akisema utawala wake uliokuwa na utata ulikuwa umeazimia kutatua matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo, huku akiishutumu Marekani na Israel kwa kuchochea machafuko hatari. Alisema jukumu la serikali ni kutatua matatizo, kushughulikia wasiwasi wa watu na kutoruhusu kile alichokiita waasi kuvuruga nchi. Kulingana na shirika la habari la Tasnimu ambalo si rasmi, kwa hivyo tunaomba familia zisiwaruhusu vijana wao kujihusisha na machafuko ya magaidi na waandamanaji. Alinukuliwa akisema, adui anawaleta magaidi waliofunzwa nchini, waandamanaji hawaandamani watu, tunawasikia waandamanaji na tumefanya kila juhudi kutatua matatizo yao. Rais pia alisema, lengo letu ni kusambaza kila kitu tulichonacho kwa usawa miongoni mwa watu bila kujali ni chama gani, kundi gani, kabila gani, rangi gani au hata jimbo gani, aliongeza. Mgogoro huu ulizuka baada ya sarafu ya Iran kushuka mwishoni mwa mwezi Disemba baada ya miaka mingi ya shinikizo la kiuchumi na kusababisha maandamano makubwa kuhusu kupanda kwa gharama za maisha na mfumuko wa bei. Maandamano hayo tangu wakati huo yamechukua sura ya kisiasa na kupinga serikali zaidi. Rais ameishutumu Marekani na Israel kwa kujaribu kupanda machafuko na vurugu kwa kuongoza vipengele vya machafuko, na aliwataka Iran kujitenga na kile alichokielezea kama waasi na magaidi. Maandamano hayo ni makubwa zaidi nchini Iran tangu maandamano ya mwaka 2022 hadi 2023 yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amini, mwanamke wa miaka 22 ambaye alikuwa amekamatwa kwa madai ya kukiuka kanuni kali za mavazi kwa wanawake. Watu wana wasiwasi, tunapaswa kukaa nao, na ikiwa ni wajibu wetu, tunapaswa kutatua wasiwasi wao, Pezeshkian alisema. Lakini wajibu mkuu ni kutoruhusu kundi la waandamanaji kuja na kuharibu jamii nzima, aliongeza. Maafisa wa Iran walitumia wiki iliyopita kujaribu kutofautisha kati ya waandamanaji na kile alichokielezea kama waandamanaji waliofunzwa na wageni. Maafisa wakuu wamekiri hasira ya umma kuwa ya haki, wakitaja kupanda kwa bei, mfumuko wa bei wa juu na kushuka kwa thamani kwa sarafu ya ndani ambayo hivi sasa inaweka shinikizo kubwa kwenye mifuko ya watu wa eneo hilo. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti kwamba maafisa wa usalama 109 wameuawa wakati wa maandamano hayo. Wanaharakati wa upinzani wanasema idadi ya vifo ni kubwa zaidi na inajumuisha waandamanaji kadhaa. Spika wa bunge Muhammad Khalbaf amesisitiza tofauti kati ya waandamanaji wa amani na wenye silaha wakati wa hotuba kwa wabunge siku ya Jumapili, akisema Irani inatambua maandamano ya amani ya watu kuhusu masuala ya kiuchumi, lakini itasimama dhidi ya magaidi. Kamanda wa zamani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Khalbaf pia ametoa onyo kali kwa Washington baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuchukua hatua za kijeshi ikiwa mamlaka Irani itawaua waandamanaji. Katika kesi ya shambulio dhidi ya Iran, maeneo yanayokaliwa na Israel pamoja na kambi na meli zote za Marekani zitakuwa shabaha yetu halali, alisema, huku baadhi ya wabunge wakiripotiwa kuimba kauli mbiu za kupinga Marekani. Trump amekuwa akitangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani iko tayari kuisaidia Iran, akipendekeza uwezekano wa mashambulizi lakini akiondoa uwezekano wa wanajeshi wa ardhini. Matamshi yake yaliwakilisha ongezeko kubwa la mashambulizi huku Teherani ikikabiliwa na changamoto kubwa zaidi ya ndani kwa miaka mingi. Wizara ya mambo ya ndani ilidai machafuko yanapungua, huku mwanasheria mkuu wa Iran akiwaonya washiriki kwamba wanaweza kukabiliwa na adhabu ya kifo. Kuzimwa kwa intaneti kote nchini kumeendelea kwa zaidi ya saa 60 kulingana na vikundi vya ufuatiliaji.